wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote, iwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Chomoza, a hub of hope. Hai, pole kwa kutuvumilia, lakini yote kwa utukufu wa Mungu. Tumerejea hapa na Dr. Eli pamoja na Sam ili tuweze kuendelea na somo la mawazo. Karibu sana Dr. Asante brother. Asante brother. You're welcome. Thank you, appreciate. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka tunaongelea mawazo na tulikuwa tumeshaanza kuongelea mahusiano ya kati kama circuit maalum katika usafirishaji wa mawazo. Mawazo yanatembea kwa kasi mno kutoka kwa mazingira rafiki, kwa hali rafiki, kwa watu rafiki na kwa mtu rafiki. Zingatia, mawazo ni dynamic. Maandiko yanasema aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini tuzingatie pointi hiyo tupate picha kamilifu. Maisha kwa asilimia kubwa katika ulimwengu huu ni illusion. Ni kama unavyo conceive wewe. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Tutaweza tukaongeza hapo kifalsafa, aonavyo nafsini mwake ndivyo vilivyo. Aonavyo nafsini mwake ndipo palipo. Usipoona nafsini mwako hivyo, impact ya kuakisi inakuwa pungufu. Mazingira yakiwa rafiki yanaathiri kuwaza kwako kwa kasi mno. Mazingira. Urafiki ni nini? Urafiki ni ukaribu wa kupasiana nishati. Tunatafsiri kifalsafa hivyo. Urafiki ni ukaribu wa kupasiana nishati. Ukiwa na urafiki na mtu, mnapasiana nishati. Wewe unampa na yeye anakupa. Rafiki yako ana determine wewe utaishia wapi. Rafiki ni yule ambaye ana share energy ya mawazo na wewe, kwa kasi zaidi ya wazazi wako, kwa kasi zaidi ya mtoto wako au mwanafunzi wako. Kwani rafiki ni yule ambaye mnashauriana, mnasaidiana na mnapasiana mawazo. Ndio maana ya rafiki. Rafiki sio mwanafunzi wako, sio mzazi wako. Ila kila rafiki ana source yake ya energy tofauti na wewe. Rafiki umekutana naye, mmeishi pamoja, labda mmesoma wote, labda mnasali pamoja, mnaswali pamoja, labda mnafanya kazi pamoja ofisini, ni rafiki. Au mlikutana mkaanza mahusiano mkaoana. Wanandoa, mahusiano ya ndoa ni mahusiano ya urafiki. That's the very reason ndoa leo pia haiendi popote, kwa sababu haifikii viwango vya urafiki. Kila mmoja katika ndoa na siri zake, kila mmoja na mitazamo yake. Umeme au kushare, hakuna umeme. Now, tulisema mawazo yanatembea kwa mazingira. Mazingira yakiwa rafiki na wewe yatakuaffect na yanakuinfect kwa jinsi unavyowaza. Ndio maana ukiangalia watu kwa mazingira wanakoishi, wana set na traits za kimawazo zinazoashiria watu wanaotokea maeneo haya. Mazingira.
Ukiona mazingira, asilimia kubwa ya watu wamejenga vyoo alafu hawajaweka roof, itakuwa normal kwa maeneo yale. Watu wengi watakuwa wana vyoo, hakuna roof juu. Wachache wataweka roof, na ndio watakuwa exceptional katika kuwaza kwao katika mazingira hayo, kwa kuweka roof tu, aliyejipishanisha na wengine. Kuna watu walilelewa katika mazingira masikini mno, lakini wanakuja kutoboa maishani, wana excel kwa namna ya kustaajabisha watu. Huyu alilelewa, amekulia katika mazingira ya shida, mazingira yasiyoeleweka, lakini ametoka, ameinuka. Ina maana mazingira ya kumuathiri, hayakuathiri mawazo yake, na katika kukua kwake alikuwa anaashiria dalili hizo kwamba mazingira hayajamuathiri yeye, ana mazingira tofauti japo kuwa amekaa hapo. Kwani maisha kiukweli, ndugu mtazamaji, katika falsafa yake ni conditional, sio positional. Ajalishi uko wapi, bali ukoje. Hali ndio muhimu. Tutazingatia somo message ya Sulemani pale Misali 23:7. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Sio mambo yalivyo, bali aonavyo nafsini mwake. Kiukweli maisha yako, ndugu mtazamaji, ni mitazamo ya kwako. Mambo yote unaozani yapo kama yalivyo, hapana. Yaliyomo si kweli, mtu ndiye kweli. Ndio maana utakuta conception inakuwa key. Unaweza recontextualize, unarudisha mambo kwenye mkao thabiti kulingana na mitazamo yako. Utakuta mtu hafai, lakini kwa yule anafaa, mitazamo yake. Huyo mtu katili, watu wote wamtaki, lakini kwa yule anafaa, mitazamo yake. Unavyotazama maisha ndivyo yanavyokwenda. Wengine walizani labda sasa daktari atanomia mazingira, sisi tunaishi katika mazingira ya namna hii ya shida. Angalia vyoo vyote havina roof. Hawajawezeka juu, watu bafu unaweka tu, unaweka viroba na kadhalika. Sasa anavyotufundisha hivi, ina maana sisi mawazo yetu yanakuwa machafu, hatuwezi kufanikiwa. Hatujamaanisha hivyo, kwani sisi wenyewe tumekulia pia mazingira ya namna hiyo. Leo sio the case anymore. Haijalishi uko wapi, kinachojalisha ukoje. Ili mazingira ya kuathiri, inabidi wewe ujisalimishe kwa mazingira hayo, utosheke nayo. Uchafu, ukikubali uchafu, una tolerate uchafu, mawazo yako yatachafuka. Ukikubali mazingira unapokaa pawe pachafu, ukikubali, ukitoa kibali, unaruhusu mazingira hayo kuwa rafiki na wewe. Hapo ni challenge, kwa sababu sisi Afrika challenge hiyo ipo permanent. Maendeleo ya kimazingira sio kwa wote kiukweli. Kwa wenzetu wamejitahidi kuweka mazingira yawe tofauti. Yamesaidia mno ubongo wa watoto wanaokwenda shule, ubongo wa watu wanaoishi pale, majirani. Watu wana perception tofauti na view tu wanaotazama. Lakini sisi kuna challenge, na kuna wengine pia kuna challenge. Nchi nyingine kama India, ukienda Mumbai na kadhalika, kuna sehemu mbalimbali pia, Uarabuni, hata Marekani. Enzi zile nakumbuka Harlem ilikuwa hali tete pale New York, lakini ni New York. Harlem ilikuwa weusi ndio wanaishi hapo Harlem, lakini hali yake ni tete. Na utaona watu waliokuwa mazingira yale, wanavyoongea Kiingereza, wanavyo behave ni tofauti. Mazingira. Enzi zile Seattle kule ndani na karibu na DC, Washington, lakini hali ya watu wengine ilikuwa kwenye kakona. Unaona watu
wale ambao tulikuwa sisi watumwa na kadhalika, maisha ya balaa. Lakini definition ya maisha, utakiwa kuachia mazingira kudefine maisha yako, yatakuathiri vibaya mno. Kuna watu maisha yake yameharibika kwa sababu mazingira yanaonekana ni ya kitajiri. Anaanza kuona wote wanaokaa maisha ambako vyo vyao hawajaezeka juu, anaona kwamba hawa hapa hawafai, anawaona vitu vya takataka havina maana. Mazingira ulipokaa, kwa sababu unakaa mazingira umejenga vizuri, uko karibu na bahari, wale wanaokaa sehemu ya chini, wewe unatafsiri kwamba sio watu wa maana. Kumbe asilimia kubwa pia ya watu mnaoishi nao pale unapoona ni kifahari, walianzia kama kule unapoona ni takataka. Kama sisi tunavyoishi huko Mbweni huko kwetu, kila mmoja yuko ndani ya fensi, kila mmoja anajiweza kwa viwango vyake, lakini undugu hakuna, ushirikiano ule hamna, ukaribu hakuna. Unaweza kukaa unajua jirani wawili tu na waoni, mkibahatika kukutana getini wote na magari mnataka kuingia, ndio unamsoma. Ladha ya maisha ni tofauti. Ni wale tunaozani wanaishi Uswahilini, anajua jirani yule anaitwa nani, wana interconnect, wana interact. Ndio undugu, ndio utu wenyewe. Tukifanya vikao vyetu kule Mbweni, nikaambia mwenyekiti wa kikundi chetu, nikamwambia tusifanye vikao kwa ajili ya kuchangia ulinzi tu, bali tutembeleane, tuwe na kikundi cha kutembelea watu, tujuane kwa majina, sio kuingilia details za maisha ya mtu anavyoishi maisha yake, lakini kujuana kama ndugu. Pamoja na kwamba tuko ndani ya mafensi, nguvu ile inasaidia mno. Leo watu tuko ni magrupu tu, msiba ukitokea mnachanga, haikuhusu nani, mkaona undugu ule ndio unafanya ladha ya kuishi. Ndugu mtazamaji, ladha ya kuishi. Watu wengi tunaishi lakini ladha hakuna. Unakula chakula ladha hakuna, unakula nini? Unakula makapi, hata makapi unaweza kasikia yani flavor fulani hivi kwa mbali. Haijalishi umekaa mazingira gani. Hapa watu wanazoea kusema Uswahilini, sio tusi. Uswahilini ndio kwetu haswa, Waswahili ndio kwetu haswa, lakini wewe unaishi pale unaendeshwa na Uswahilini ama unaendeshwa kama Mswahili. Umbea sio sifa tukufu, lakini Mbeya ni mkoa tukufu. Watu wote ambao ni wa Mbeya kwa expression sio watu wa kutoka Mbeya. Mkoa Mbeya ni mkoa tukufu. Uswahili ni utukufu. Nabidi kuwa proud kwamba mimi ni Mswahili. Lakini wakisema Uswahilini maana inabadilika. Walioleta jina ile wana maana tofauti. Kama wewe unaishi mazingira ya namna hiyo, haimaanishi mawazo yako inabidi yaende namna hiyo. Sisi sote tusidanganyane hapa. Tumevaa vizuri hapa tunakuja leo, tulianzaje maisha? Inabidi mtu kumbuke kwamba wote Bwana ametuokota chini, ametupa thamani fulani. Inabidi kuelewa yule ambaye yuko chini utamuinua vipi. Bahati mbaya leo mtu ambaye yuko chini unachimba kabisa kaburi lake, unamchungia kaburi yake azikwe. Wanaenezewa habari za wachawi, merogwa, ndio pale maeneo wa ganga, sijui wamekuroga, wamefanyia hiki, ndio watu wanakuwa pia na psyche ya namna hiyo, kurogana, kurushiana magonjwa, kufanyana hiki na kile, kwa sababu hata ujumbe unaokuja pia na sisi tunaoitwa watu wa dini, tunakwenda sehemu kama hizo kuonea watu. Ndio maana kanisa la matajiri watu kudondoka hakuna, kuwatoa mapepo hakuna. Kumbe matajiri ndio ni mapepo haswa,
lakini mapepo yao wako sophisticated. Sio mapepo ya masiara, mapepo ambao wanajiheshimu. Wanalete mapepo, toka, asema vipi? Tuongee. Nieleweshe, mapepo wale wanatoka kwa kuelewa. Yaani asipoelewa hatoki. Unietee maelezo kama wale watoto walikwenda kufukuza mapepo, eti tunatoa kwa jina la Paulo. Anamwambia, Paulo tunamjua. Talk sense to us. Talk sense. Paulo tunamjua, lakini nini kina nani? Sio kama leo, ni maigizo ndugu zangu. Maigizo yanafanyika sana. Matajiri wengi wana mapepo, ni washirikina kabisa, lakini mapepo wako sophisticated. Hata yule kichaa, mapepo walikuwa subtle. Sifa ya shetani ni subtlety. Ni mwerevu, sio mpumbavu. Wakamwambia Yesu, wewe vipi? Aliye na mapepo ni mchafu, kichaa, anafungwa minyororo na kama kaburini, lakini ana talk sense. Legion wanasema, wewe mwana wa Mungu, tunakujua. Kwa nini umekuja kutusumbua kabla ya muda? Manake wanajua hadi wakati wao kwamba tuna operate kwa muda. Basi negotiation. Kama unataka tutoke hapo, tutume kwa nguruwe. Yesu pia akakubali, anasema nguruwe wale hawana thamani sawa na mtu. Nendeni kwa nguruwe. Kwa mapepo yana options pia. Yanatoa sense ya options. Mapepo yana sense. Ukienda ovyo ovyo utapotoshwa na sanaa na mapepo wenyewe. Wanapashiana pale. Wanaenda kama wewe ulivyo. Wanapashiana. Yani unafikiri umetolewa pepo, kumbe umepandikizwa pepo. Kwani hakuna pepo sawa na ujinga. Ujinga ni pepo zaidi ya mapepo yote. Ujinga. Kasa wanakuambia umerogwa, umefanya hivi. Unajua makanisa mengi, sehemu za dini, asilimia kubwa inajazwa na watu ambao ilitakiwa mawazo yao yasaidiwe kutengeneza nyanja ya kusafirisha umeme. Sio kuwatoa mapepo, kuwaelekeza. Maandiko yanasema nini? Mtaifahamu kweli, nani mtaifahamu kweli, na kweli itawaweka huru. Kweli ndio nakuweka huru. Freedom. Kweli. Kufahamu kweli, kweli ni cause. Ukielewa sababu, unajua kweli. Na sababu inasomeka mara nyingi kwa muhusika. Watu wengi hatuko honest. Leo zingatia ndugu, haijalishi unakaa mazingira gani, lakini unaafikiana vipi na mazingira hayo. Umekaa sehemu ambapo matajiri hawapo, wanaoweka fensi kubwa na kadhalika, majirani unawaona, lakini upanda hata michongoma. Panda michongoma. Weka mazingira sawa. Wezesha mawazo yako kuconnect na sequence na frequency ambayo itakuinua. Fagia mbele yako pale asubuhi. Panda maua. Mwagilia kila leo. Usikae hapo nakaa mezani mnaweka viatu. Viatu vinakaa mezani. Soksi ziko kwenye kiti. Sifuria iko kwenye meza ya TV. Sio Swahili ni ujinga. Ndio maana yake. Haijalishi mazingira yakoje, lakini wewe umeafiki vipi? Kuanzia leo ndugu mtazamaji, kataa mazingira kudictate mawazo yako. Usichokikubali kibadili. Usichoweza kukibadili kikubali. Mazingira hayana will. Mazingira hayana nia yenyewe. Mazingira yanawekwa hivyo na wenye mazingira. Wewe unayekaa pale ndio unasababisha mazingira yako kuwa hivyo. Una uwezo. Ukihamisha plant hii hapa, haitakataa kwamba sitoki hapa. Unang'oa, unaweka pale, mazingira ya kutegemea. Bwana Mungu alipomuumba mtu, moja ya kusudi alime na kutunza bustani. Kumaintain mazingira kuwa sawa. Mwenyezi Mungu alituwekea mazingira sawa. Dhambi inatupotosha, tunakuwa wachafu kifikra na tunachafua na mazingira. Ukikaa mazingira ulioafiki nayo, kuafiki kwako kuna determine mawazo yana flow vipi
ndani ya fikra yako. Mazingira, weka order na uwezo wako ule mdogo. Hakikisha pako clean unapokaa, pako clean. Weka mazingira clean kwa uwezo wako mdogo, pasinuke, vyombo vichafu visikae. Ndio maana utaona watu wote ambao mapepo wanawatawala sio wasafi. Wasafi wanaweza kutawaliwa na shetani, lakini wanaotawaliwa na mapepo, pepo inaitwa pepo chafu. Wale pepo walikuwa na uwezo wa kuwaza thoroughly, walikuwa judicious katika kuinteract na Kristo, lakini yule waliyemtawala alikuwa nguo imechanika chanika, kichaa, anakuwa amefungwa minyororo na kama kaburini. Yeye aliyetawaliwa ni mchafu mno. Uchafu unatembea na mapepo na pepo chafu. Neno pepo ni hewa, harufu. Na wewe pia hakikisha unaweza ukaa usiwe na perfume, lakini uwe na kalolon, usinuke kikwapa. Nguo yako iwe safi, isinuke joto, isinuke jasho. Unaingia ofisini watu wanusi angalau kama nukato. Zebu zingine zilitoka hapa Afrika, ndio tuko watu wa anga tu. Perfume ni shetani. Mwamuke aliyempulizia Yesu. Yesu akamwambia muache animwagilizie perfume, anaifanya ni kwa ajili ya maziko yangu. Alikuwa anamaanisha nini? Perfume ni shetani. Bwana alikuwa anapenda manukato hadi kwenye tabernacle. Eti kuna perfume za kishetani. Perfume za kishetani kama unazijua usijitumie. Tumia basi za kimungu. Tumefika mwisho kwa leo. Ili tutangaze na semina yetu. Lakini tutaweka clean. Next week panapo majaliwa tutaongelea hali rafiki. Kumbuka tu kwamba mazingira yanakuwa defined na wewe. Wewe ndio unafanya mazingira yao hivyo. Ukiafikiana na mazingira ya namna hiyo, mawazo yako yanakuwa rafiki naye. Manake mnapasiana. Angalia sehemu watu wanagombana kila siku, nyumba yao ni shagalabagala. Anaamka asubuhi hajatandika kitanda, kumbe ndio jambo la kwanza. Anaamka asubuhi mkeka wake hajafunga. Sio kwamba wote wana vitanda. Sehemu unakolala ni kama airport. Ndiko unapopaa na ndiko unakotua. Unapaa usiku, unatua asubuhi. Watu walikuwa nadhani wanaopaa ni wachawi tu. Mwanadamu yeyote ambaye ni mtu haswa lazima awe na uwezo huo. Hata kunyakuliwa ni uwezo wa kupaa. Hatutaingia huko sana, lakini tukumbuke kitanda chako ni airport. Una take off, una land. Naamka asubuhi, umetoka jasho, alafu hujaweka sawa runway. Utatua wapi? Okay. So tumefika mwisho kwa leo kwa mazingira. Najua Bwana Mungu atatuangazia zaidi, lakini usijichukulie poa kwani umeishi kwa sababu unaishi mazingira ya kawaida sana. Haijalishi, unaweza kana hizi mazingira ya kifahari. Kifahari kinakupotosha. Unakuwa unajikweza, unadharau wengine. Kumbe mazingira pia yanakuathiri vibaya. Kila leo inabidi uwe unakumbuka definition ya mazingira ni kuafiki kwako. Dictate mazingira ya weje. Una uwezo wa kufanya mazingira ya weje. Una uwezo wa kufanya rafiki yako aweje. Mazingira rafiki na wewe ya weje. Weka sawa mazingira, mawazo yatatembea pia sawa. Tunawakumbushia kuna semina kubwa sana imeandaliwa kwa ajili ya wana mahusiano. Hiyo semina tutaongelea uimara wa mahusiano. Did you know kwamba kwa sasa katika ndoa 10,000 ndoa moja tu ndio inafanikiwa? Kwa asilimia ni 0.001. Ndoa ya kweli katika ndoa 10,000 kwa leo ni moja tu ndio inafanikiwa. Wengine ni wanafiki, wengine ni jitihada, tumeshazaa tufanyeje, wengine wanavumiliana, hakuna jinsi. Lakini tutakapoongelea uimara wa mahusiano, kama una mume, una mke,
njooni wote wawili. Kama mwezi kuja wote wawili, njoo wewe tu. Bwana Yesu peke yake aliokoa dunia nzima. Moja, it takes just one. Ukielewa wewe unaweza kaokoa mwenzako. Kwa hiyo semina hiyo itakuwa tarehe 27 mwezi ujao, mwezi April, mwezi wa 4 hapo Lulu Sinza. Maelekezo yote yako pale. Tangazo naomba itasomeka hapo, ndugu Ezra anaiweka hapo. Hiyo tangazo tunasoma hapo, sisi sote tuko nyumbani. Unasoma kwa detail na kutadia namba tu za simu ambazo zinasomeka pia pale. 078457 0306 0785 457 Hizo namba utazipiga simu ili uweze kufanya booking yako mapema, kwani kumbi sio kubwa sana. Ili tuwe tunajua limit ikoje ya watu watakaoingia hapo, na lipa namba iko pale. Lakini ukifanya mawasiliano itakuwa vyema baada ya kulipia, ili uweze kupewa tiketi yako kwa wakati. Nadhani ndugu Ezra utarudia tena kuweka hiyo kidogo, ili ndugu wasome vizuri wale ambao wajakariri. Na kwa ndugu wote ambao mtakuwa mnarudia pia YouTube, mtaona pia kwenye mtandao Chomoza Media, na details zote ziko hapo. Karibuni wana mahusiano, tujengane na tuimarike, kwani maisha tutaongelea mahusiano kikazi kwa viwango, kwa ngazi zake zote. Unaweza kufaulu katika kuishi, kwani maisha ni mahusiano. Mahusiano ndio mawasiliano yenyewe. Ukihusika ipasavyo, mafanikio dhahiri. Tuwapenda daima. Bwana ibariki Tanzania na uongozi wetu wote. Dumisha amani, umoja na uhuru. Mipango yote, mikakati, Bwana ufanikishe kwa amani na uwepo wako usiwe pungufu. Viongozi wajaze hekima ya kutuongoza kwa usawa wa mapenzi yako. Bariki East Africa Community na uongozi wake wote, na Afrika nzima ibarikiwe nawe na ulimwengu wote. Na Bwana Mungu bariki Clouds Media Family na uongozi wake wote. Bwana Mungu abariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. We love you dearly and always will do. May God bless and keep you safe. See you next Sunday, God willing. We love you. Thank you. Okay. Mungu wetu twakusifu, Mungu wetu twakuinua.